mpira ni uwekezaji. Hakuna shortcut. Yani kwambie brother, hakuna shortcut kwenye football. Leo tunaona timu zikifanya vizuri kwa sababu zina watu ambao hao watu pia wana compete kwenye madaraja makubwa barani Ulaya. Unapozungumzia Senegal, ina watu ambao wameprove katika kiwango kikubwa. Sadio Mane hakuna mtu ambaye hamjui. Leo anakwenda Saudi Arabia kule kwenye Pro League kwa sababu anatafuta pesa, lakini amesha prove. Mtu ambaye amecheza Liverpool, mtu amecheza Bayern Munich na amefunga magoli ambayo hakuna doubt ya aina yoyote ile. Unazungumzia watu kama kina Khalidou Koulibaly, mtu amecheza Napoli. Unataka nini? Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunawekeza. Na huu uwekezaji sio ujanja. Lazima tuwekeze vilivyo ili kuweza kuzalisha wachezaji ambao watakuja kutusaidia. Wachezaji ambao wenye tija. Na wenzetu wamefanya kwa sababu wamekuwa na academy nyingi. Na hizo academy zao zina connections na clubs kadhaa barani Ulaya. Leo hii sisi tunambua na Samata. Amekaa pale Ubelgiji, lakini kwa sasa anaendelea, amecheza Aston Villa, amekwenda Uturuki. Huyu mtu angefaa kabisa kuwa daraja la kutusaidia kutufanyia connections ili wachezaji wetu hawa chipkizi leo tuwaone pale katika academy ya Genk. Msuva ambaye labda alipita Wydad Casablanca angetupa hiyo connections ili baadhi ya wachezaji wetu, ukiwa na wachezaji katika haya maeneo katika project yoyote, wachezaji labda mna wachezaji mmesambaza wachezaji 20-30 same tofauti. Haiwezekani katika dunia hao wachezaji wote 30 wakaclick. Unaweza kupata wachezaji 5, 6, 7, 8 out of 30. Ukiwa na wachezaji 7 ambao wanaweza wakaenda wakatoboa wakacheza kwenye madaraja ya juu, hii Tanzania tutakuwa tunaanza leo kukaa tunaumiza kichwa. Yaani kuna watu hapa leo wanaanza kujiuliza, hivi Samata anaondoka alafu age nayo nakimbia. Watoto wa mjini wakwambia age go. Kwa hiyo umri unakwenda, lazima tu Samata ataondoka. Nani anakuja? Watu kila wakitafutana wakiangaliana hakuna. Wachezaji wetu wengi ambao wamekaa kwenye timu ya taifa kwa muda mrefu ndio hivyo, nafasi yao inaondoka. Lakini je, tuna hiyo backup ama tuna mbadala wao? Hakuna. Kwa hiyo maana nimekwambia ni lazima tuwekeze na uwekezaji ni fedha. Wakati mwingine unaweza ukasema labda TFF, lakini TFF sio peke yake ambao wanatakiwa kuingia kwenye hili. Ni TFF, serikali, lakini pia clubs zetu. Leo Simba, Yanga, Azam na wengineo sio KMC and wherever. Kama ungekuwa na mashirikiano mazuri na clubs nyingine barani Ulaya, maana yake mnachukua wachezaji mnawapeleka kwenye academy zao. Mnaingia mikataba tu. Leo au wa Senegal, wa Cameroon, kuna watu wakubwa ambao wanamiliki hizi academy wakiwa na hizo connections. Maana yake ni kwamba huyu mchezaji ambaye anaondoka hapa anakwenda huko anapata tu sehemu tu ya fee hivi na hivi. Baada ya kupata hiyo fee kuna percent ambayo nyie kama timu mtaendelea kuipata kadri mchezaji wenu atakapokuwa akiendelea kuuzwa. Na hiyo tuliona hata kwa Samata wakati akiendelea kuuzwa huko, bado kuna watu ambao walikuwa wanapata chochote. Kwa hiyo wawekeze kuanzia serikali, TFF na wenyewe TM Skumo, lakini clubs zetu na zenyewe zishike mkono nchi ili kuweza kuzalisha wachezaji zaidi. Bwana, na huyo ni brother Nurdin, message sent and delivery. Tuwekeze shekhe. Ndio hivyo bwana. Naam, bwana, lakini kabla hatujatamatisha hapa, nataka nimchokoze kidogo brother, kwa sababu mimi miongoni mwa watu ambao wanamfuatilia, nipe kionjo kidogo. Hapa tuna Kibu Dennis Prosper, lakini hapa nyuma Mudathir Yahya. Hivi tulikuwa tunapiga penetration pale pass. Nje ya 18 Kibu Dennis atakaingize mpira kambani, tunaitangaza vipi? Hebu nipe kionjo brother. Unajua mambo mengine magumu. Unajua kuna vitu ambavyo lazima upate vibes kidogo. 1, 2, 3. Naam. Uwanja ni Logha Poku katika mji wa San Pedro, Ivory Coast, AFCON 2023. Ni Tanzania dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC waite Leopards. Lakini Tanzania Taifa Stars, nyota wa timu ya taifa, mbungi imeanza. Ni katikati ya mduara. Mudathir Yahya Abbas anaangalia, bado anachekecha, macho yake yamemtoka mithili ya kinyonga. Ataipitisha wapi? Pitisha pasi moja murwa kweli kwake Kibu Dennis Prosper, bado anatisha, anaingia wapi? Toa pasi ya upendo, Samata.
Bwana huyo ni brother Nurdin bwana, mimi bado sana kuja kumfikia, lakini tutakuwa kama yeye. I hope kwamba umeenjoy sana mwanasoka. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike na kushare pia. Hii ni Simba Fans TV. Hayo ni yale machache ambayo tumekuandalia. Nilikuwa na Nurdin. Tukutane siku na wakati mwingine. Mimi ni Norman B Ali, Mwarabu wa Sudani. Nyuma kamera Shebi Digital. Kwa heri.